Mheshimiwa Baba Askofu Daktari George Andrew Pindua ameongoza semina elekezi na uelewa wa pamoja katika mpango mkakati wa miaka mitano wa Dayosisi ya Morogoro, lakini pia kuendelea kujenga uelewa wa pamoja katika ngazi zote kuanzia dayosisi hadi kwenye jumuiya. Semina hiyo imehudhuriwa na halmashauri kuu ya Dayosisi ya Morogoro pamoja na halmashauri za utendaji katika majimbo yote matano ikiwa ni Ngerengere, Chalinze, Tuliani, Kilosa pamoja na Morogoro. Kwa kifupi, semina ilikuwa nzuri kwa sababu tuna mpango mkakati wa dayosisi ambao umezinduliwa. Kwa hiyo sasa ni katika kuhakikisha huu mpango mkakati unaeleweka ili ufanye kazi katika dayosisi yetu. Kwa hiyo sisi kama wajumbe wa halmashauri kuu ya dayosisi leo tumepata uelekezi mzuri wa upana. Sasa hivi tumeumiliki mpango mkakati, kwa tunakwenda kufanyia kazi katika nyanja mbalimbali. Asante. Semina ni nzuri na imekuja kwa wakati wake, kwa sababu kimsingi dayosisi inahitaji kutembea pamoja, kuzungumza lugha moja, na hasa katika kipindi hiki ambacho tumepokea mabadiliko ya kiutawala kutoka askofu aliyepita na kuwa na askofu huyu. Na kimsingi kila mmoja na falsafa yake na namna anavyotaka kanisa litembee. Na ili tuweze kufanikiwa lazima tumwelewe kwanza anachokitaka, lakini pia tukubali kutembea pamoja. Na hiki alichokifanya mimi na wanasemina wengi nimeona tumekipenda, kimetubariki, na tunaweza akakifanya dayosisi nzima kwenye majimbo na tunaweza tukatembea pamoja. Ni jambo zuri. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, katika mipango yetu tulikuwa na uzinduzi wa mpango mkakati wa dayosisi ambao ulifanyika tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2026. Lakini leo tumekuwa na kikao sasa maalum kwa ajili ya wajumbe wa kamati tendaji kutoka kwenye majimbo na wajumbe wa halmashauri kuu kwa pamoja kukaa pamoja ili kuuelewa huu mpango mkakati, kusimamia na kuutekeleza, ili kusudi sharika zetu kuanzia ngazi ya sharika sasa waende kupanga mpango kazi kwa kuzingatia mipango mikakati ya dayosisi yetu ya Morogoro. Lakini la pili, tulikuwa na semina elekezi. Semina hii ilikuwa na lengo kujenga uelewa wa pamoja, maono, uwajibikaji, mwelekeo wa dayosisi yetu ya Morogoro kwa ngazi zote hizo, ili aliyekuwa mwenyekiti wa fedha ajue anafanya kazi na mwenyekiti wa fedha katika ngazi ya jimbo, katika ngazi ya sharika na ngazi ya mtaa. Mwenyekiti wa uinjilisti anafanya kazi na uinjilisti kuanzia ngazi ya mtaa, usharika, jimbo na dayosisi. Kwa njia hii tutakuwa na matokeo chanya na kila mtu aweze kusimama katika nafasi yake kwa ajili ya kuongeza uwajibikaji ndani ya dayosisi. Haya yote yanawezekana kwa sababu tutakuwa sasa kama taasisi tuna agenda moja. Wote tunaelewa agenda yetu ni nini. Na katika mambo hayo yote tulikuwa tunazungumzia mambo matatu katika shughuli nyingi zote. Lakini tumezungumzia juu moja, kuimarisha mambo ya kiroho. Lakini na pili, kiutawala. 3, kifedha, na 4, kiuchumi. Kwa njia hiyo basi kila idara imeenda kujipanga na kusimamia majukumu yake. Nipende kutoa wito kwa washarika wote wa dayosisi yetu ya Morogoro, tuone kwamba mipango hii ambayo tumeipanga ni ya kwetu wote na tunapaswa kuitekeleza kwa kujipima. Baada ya miaka mitano mwaka 2030 tunaweza tukawa na jambo la kujipima kama tumefaulu au hatujafaulu, lakini ni vizuri tukatekeleze. Asante sana. Labda kwa kifupi kuhusiana na huyu msharika wa kawaida kabisa kwenye mtaa na kwenye usharika, labda kuna mpango gani wa dayosisi ambao unatengenezwa? Dayosisi kama dayosisi tumeandaa TOT, Train of Trainers. Hawa watatusaidia
mkuu wa jimbo atafundisha kwenye majimbo yake, lakini mchungaji wa usharika pia atafundisha kwenye usharika wake na mitaa yake, ili wote wawe na uelewa wa pamoja, na kwa njia hiyo tutakuwa na kitu cha pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutakayotumia. Njia tunatumia ni njia shirikishi, participatory approach, ambayo tunajua kabisa hii inaweza kufanya kazi vizuri. Asante sana.